Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau kulike, comment na kusubscribe ili msipitwe na video zinazofuatia. Leo tunapamba keki nyingine, keki ya wadada kama tunavyoona kwenye video yetu. Rangi yetu itakuwa pink. Kama una swali, maana ushauri weka kwenye comment, nitapitia nitajibu. Video yetu mwanzo nenda haraka haraka kwa sababu hizi hatua mara nyingi sana kwenye video nakuwa naweka. Kwa hatua za mwanzo ni zile zile, kubebanisha keki zako na sehemu inayozidi unachonga kama hivyo. Baada ya hapo nikaweka vijiti, na baada ya kuweka vijiti nikaendelea na hatua nyingine. Nilichonga, sikuchonga sana kwa sababu keki hii ni ya buttercream. Keki za fondant ndio unatakiwa unachonga sana, ulinganishe kwa sababu keki itakapo kama itakuwa imelalia pembeni, na baada ya kuikava kwa fondant itakuwa inalalia pembeni. Baada ya hapo nikapaka koti ya kwanza. Baada ya kumaliza ndio hapo tunapaka koti ya pili. Sikuwa na rangi ya pinki, kwa hiyo nimeweka rangi ya nyekundu kwa mbali. Kama hivyo buttercream yangu ni laini na imependeza. Naweka kwenye keki. Kwa maswali mbalimbali ya keki weka kwenye comment. Pia unaweza kufuatilia video zangu mbalimbali nimeweka kwenye channel yangu hapa, ukafanya mazoezi. Kama hapo napaka koti ya pili kwenye keki. Jitahidi buttercream yako iwe vizuri kwa sababu ikiwa vizuri inashika vizuri kwenye keki, na kwenye kusawazisha haupati shida. Kama hivyo tunavyoona kwenye video yetu, keki yetu naendelea kuipakaza buttercream koti ya pili, kisha naendelea na hatua nyingine. Nakuwa nimeshaandaa urambo wangu hapo kwa ajili ya kuweka kwenye keki yangu. Kama hivyo kasawazisha kitana changu hicho. Vikolokolo vyote vya keki, iwe glucose iwe nini, angalia maduka wanauza vifaa vya keki, kila kitu utakikuta. Kama hivyo nasawazisha keki yangu. Bezi zipo, separator, vitana vya aina mbalimbali. Ukitaka glucose, ukitaka unga ngano, sehemu nyingine mpaka na mayai wanauza. Prestige, tili, tissue, vikolokolo vyote, vipipi, topa, kila kitu, maua. Unakuta vifaa vyako vyote vya keki unaviona. Baada ya kusawazisha keki yangu nikaendelea na hatua nyingine. Kwa wale wanaoanza jitahidi sana kufanya mazoezi kwa sababu mkono ukizoea na keki zako zinatoka vizuri. Ukiwa unaanza huwa ni kazi, lakini ukizoea ni kazi nyepesi kwa sababu mkono unazoea na ni kitu ambacho unakuwa unafanya kila siku. Jitahidi pia utengeneze buttercream yako vizuri ili kukupa matokeo mazuri, na pia jitahidi kusave au kuscreenshot picha mbalimbali za keki ili kupata sample tofauti tofauti. Hata kama huwezi kuscreenshot, unakuwa ukitaka kupamba keki unaingia mtandaoni kwa ajili ya kuangalia aina tofauti tofauti za keki. Kama hapo unamaliza unatupia vipipi. Baada kimikiwa haijakauka vizuri unaweza kutupia kikashika, au unaweza kuweka na mkono au kile kijiti cha kuwekea. Kwa hapo nikuja nikaweka vipipi vingi vingi kwenye keki, pembeni na juu, hasa mbele kwa sababu sehemu ya muonekano. Niliandaa vipepeo vyangu ambavyo nitaweka pia. Niliandaa na bow za rangi ya gold pamoja na rangi ya pinki kama hiyo. Nikaweka na viwaua ili kunogesha kazi yangu iweze kupendeza na kuwa na mvuto. Kama hivyo baada ya hapo nikaja nikaendelea na hatua nyingine. Baada ya kuweka vipipi, bow zangu hizo za gold na hizo za pinki, nikaja nikaweka topa yangu hiyo, topa, bows na kila kitu maduka vifaa vya keki wanauza. Kama hivyo nikaja nikaweka topa yangu vizuri. Baada ya kuweka nikaendelea na hatua nyingine. Jitahidi sana kutengeneza kitu kizuri chenye mvuto, kikaa mbele ya watu kweli kinakuwa kinavutia. Kama hapo nikuja nikaweka bows kulingana na sample niliyoletewa ya mteja. Kama hivyo keki yetu inaendelea kupendeza. Vipepeo unaweza ka download kwenye simu yako kisha ukaenda stationery kwa ajili ya kuprint. Alafu utakuja utavikata, utachonga na kukupa matokeo mazuri. Pia nikaweka na vipepeo hapo kwenye keki yangu. Pia unaweza kununua, kuna vipepeo vinauzwa maduka ya keki, unaweza kaangalia kipi ni rahisi kwako. Kama hivyo, na baada ya hapo nikaspray dust yangu. Baada ya kuspray keki yetu ikawa tayari kama tunavyoiona. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na karibuni sana.